Bwana Yesu asifiwe. Tuendelea na kujifunza somo hili la neema ya kuingia majira mapya. Neema ya kuingia majira mapya. Na kukumbusha, tulianza kwa msingi wa andiko la kitabu cha Isaya sura 43 mstari wa 19. Isaya 43:19. There will be no sacrifice. Anasema, tazama nitatenda neno jipya, sasa litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Hamtalijua sasa? Anasema nitatenda neno jipya, maana yake nitaruhusu kifanyike kitu ambacho ni kipya, nitaruhusu watu waingie kwenye msimu mwingine. Alafu anasema, je, hamtalijua? Nilikueleza swala la kujua inahitaji akili. Tuliangalia kitabu cha Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 12 mstari wa 32. 12:32 anasema na wana hapa alikuwa anawaelezea watu. Anasema na wana wa Isakari, watu wenye akili za kujua nyakati, kuyajua ya wapasayo Israeli wayatende. Idadi yao imetaja, vichwa vyao walikuwa watu 200, na ndugu zao wote walikuwa chini ya amri yao. Niwaambia kuna akili ambayo ipo, na I believe uliomba kama Mungu akupe akili hiyo. Sasa leo nataka tuangalie ishara ambazo zinaonyesha kwamba mtu anaingia majira mapya. Kuna ishara ambazo ukizitazama unaingia au mtu anaelekea kwenye majira mapya. Nataka tuangalie ishara hapa, angalau ishara 8 hadi 10. Yes, kama mtu ataruhusu. Zipo nyingi sana ambazo ukizitazama unaanza kuona kwamba there is a new season before me. Kuna majira mapya mbele yako, kuna nyakati mpya mbele yako. Zipo nyakati mpya mbele yako. Kwa kuna ishara ambazo zipo na ni muhimu, kwa sababu kama nasema mtalijua hilo neno ambalo nitalifanya, ya kwamba nitatenda neno jipya na mtalijua. Wana wa Isakari walikuwa watu wenye akili za kujua nyakati. Kwa ni kujua nyakati. Maanake mtu kuna pointi mtu anafahamu kabisa kwamba okay, on this way ndio nifanye hiki. Na sio kujua tu nyakati, walijua nyakati na wakajua ya wapasayo kuyatenda. Sasa katika eneo la kujua hapo kuna namna ambayo ni ya muhimu sana mtu akaielewa, ya kwamba ukizielewa ishara unajua jinsi gani ya kutenda. Kwa sababu ukishajua ishara umejua na kwamba ni nyakati hizo, alafu unajua nini cha kufanya. Nikukumbushe, tulizungumza kidogo habari ya Chronos na Kairos. Ninakwambia Chronos ni muda wa kawaida huu ambao tunahesabu muda mmoja, masaa 2, masaa 3, siku 2, siku ngapi, mwezi, wiki, miaka. Hiyo ni Chronos, muda wa kawaida. Kairos ninakwambia ni muda ambao ni wa kimungu, muda wa mwingilio wa kimungu. Kwa namna nzuri ya uelewa, ninapozungumzia Kairos nazungumzia muda wa kuvuka kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Mfano, mwanafunzi shuleni anapokuwa shuleni, mwanafunzi anaposoma la kwanza hadi la 7, hiyo ni Chronos, ni muda wa kawaida. Lakini kile kipindi cha kufanya mtihani ili aingie form 1, ile wala sio Chronos, ile ni Kairos, kwa sababu anahama stage, anaingia kwenye majira mapya. Ndio maana kunakuja kitu ndio mtihani, anajaribiwa pale. Kutoka form 2 kwenda form 3 kwa mwanafunzi ile ni Kairos. Kutoka chuo kwenda kazini moja kwa moja, au umetoka, yani ile unaingia kwenye hatua mpya, ile ni Kairos moment. Kwa sababu ukimisi pale itakuchukua muda mrefu sana kujirudia ile kitu. Jina la Yesu lisifiwe. Nikwambia
ya kwamba Yakobo hakujua, alikaa eneo pale amejilaza. Maandiko yanasema akaweka mawe kama ngazi, kama nini, kama pilo. Pilo ni nini? Mto wa kulalia. Akaweka pale kama pilo ile, akalala. Baadaye anaanza kuona malaika wanapanda na kushuka. Ndio jamaa linashtuka, anasema sikujua ya kwamba Mungu yuko mahali hapa. Hakujua kwamba Mungu yuko pale, hakujua. Kuto kujua kwake ukamfanya ingie gharama ya kulipa zaidi ya miaka 14 tena. Baadaye sana akasema no, ujinga haitajirudia. Akaamua kuvunja utaratibu, akamng'ang'ania malaika. Sasa kule mbele tutakuja kujifunza kuna moja ya kitu ambacho inakusaidia kupata kitu fulani, kuna kung'ang'ania. Kama vile leo Yakobo kung'ang'ania malaika, alilazimisha Kairos moment irudi. Kuna principle wanasema our God is a God of second chances but lily of second opportunities. Kwamba Mungu ni Mungu wa nafasi ya pili, lakini si Mungu wa fursa ya pili. Ni Mungu wa nafasi ya pili kwa nadra sana, lily, kwa nadra sana kumpa mtu fursa ya pili. Akisema nafasi ya kwanza, maana yake ukikosea anakusamehe, ukifanya anakusamehe, ukifanya hivi anakusamehe, anaanza kusamehe hata mara 10 kwa siku. Ila fursa ni kwa nadra. Sasa fursa, Kairos moment huwa ni kipindi cha fursa kuvuka kwenda hatua fulani. Kwa inaweza ikatokea kwa mtu leo, mtu akiikosea akamisi, akashindwa namna ya kuinteract nayo ili apate ile kitu, anaweza kujikuta anaingia miaka mingi. Yakobo ilimchukua zaidi ya miaka 14 ile Kairos moment, ile fursa irudi na kwake. Lakini kuna principle na mtu anaweza akaprovoke kabla hajaingia kwenye hiyo kitu, akaiprovoke hiyo. Yaani kabla fursa haijaja akaiprovoke ije. Kwa mtu anaitwa Ibrahim kwenye maandiko Mwanzo sura ya 18, alikuwa amekaa pale katika ile eneo linaloitwa eneo la Mamre. Amekaa, maandiko yanasema kainua macho yake akatazama, akawaona watu watatu wanakuja. Wale watu watatu, wawili walikuwa ni malaika na mmoja ni Bwana anaitwa Yesu. Yes, nasema Yesu kwenye Agano la Kale ndio ni Yesu, kwa sababu Ibrahim alielewa kwamba huyu ni Bwana. Na baadaye akawashurutisha wale, akawaandalia chakula pale, na mimi mpaka akaandaa chakula pale, sala wakala. Walivyokula wakaitangaza Kairos moment, wakatangaza fursa, wakamwambia majira kama haya mwakani utapokea mtoto. Mpaka sasa akacheka, alikuwa kule ndani. Soma maandiko hapa, sasa alicheka kabisa. Sasa unaona wanaita utani hao. Lakini nini ilikuwa? Ni majira mapya yanatangazwa. Sasa kuna ishara ukiziona unaelewa kwamba nimeingia majira mapya, au ninaenda kuingia majira mapya. Ziko nyingi sana hapa, nitakupa chache tu kwa leo. Halagadabakusa. Know me without you, no throne without your cross, there'll be no sacrifice without your blood. All this you did for know me without you. Ishara ya kwanza ni kwamba mambo ya zamani ufungwa na kukoma. Ishara ya kwanza, mambo ya zamani huwa yanafungwa na kukoma. Mambo ya zamani huwa yanafungwa na kukoma. Kuna namna Mungu huwa anaruhusu milango fulani kufungwa kwenye maisha ya mtu ili iweze kufungua mingine ambayo ni bora zaidi. Kukwama mahali, kuna vitu mtu anaweza kuwa anafikiri vikampelekea katika hali fulani. Kwa hiyo ishara ya kwanza ni kwamba hivyo vitu Mungu anaanza kutengeneza. Kuna mfumo Mungu anatengeneza kumsaidia mtu yale ya mwanzoni, yale ya zamani ayaache. Yeye anaanza kufungwa kwake. Manake mtu anaanza kutengwa na mifumo ya mwanzo. Nikitumia lugha ya mifumo itakuwa vizuri. Kwenye Isaya sura ya 9, ule mstari ambao tuko nao, ambao tunang'ang'ania sana kama mstari wa nini sasa? Wa msingi katika somo hili.
nyuma ya mstari wake, kabla hajazungumza ile kitu ya kwamba nitatenda neno jipya. Ukisoma mstari wa 18, nazungumzia Isaya 49. Ukisoma mstari wa 18 anasema hivi. So Isaya 43, nimesema Isaya 49. Ni Isaya 43. Mstari wa 18. Kabla ule wa 19 ambao ndio wa msingi. Anasema msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Msimu mpya unapokuja, wewe unaanza kumtenga mtu na mambo ya zamani. Kuna vitu vinaanza kufungwa kwenye maisha ya mtu. Ndio anakuja mstari wa 19 anasema nitatenda neno jipya. Maana yake mtu asipo ya tafakari ya zamani, asipong'ang'ania mambo ya zamani, asipoyaweka sana kwenye ufahamu wake, yanapoanza kuna mitazamo inapoanza kutoka, maana yake inakuwa inaleta majira mapya. Kuna mitazamo inapoanza kuondoka kuna mitazamo, mawazo ya zamani yanapoanza kuondoka, kufikiri kwa zamani kunapoanza kuondoka, huwa ni moja ishara ya kwamba kuna msimu mpya kwenye maisha ya mtu. Mathayo sura ya 4, Yesu akawa anaongea na wale watu, mstari wa 17. Kumuelewa, ila alikuwa anatangaza majira mapya kwao. Maana anasema tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Alihubiri na kusema hivi, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Majira mapya kwa wana wa Israeli na watu wote ilikuwa ni ufalme wa mbinguni. Lakini kabla ya majira hayo mapya, ili wayaingie majira hayo mapya, ilikuwa ni wanapaswa watubu. Kutubu ni nini? Ni kubadilisha mfumo wa kufikiri. Repentance means to change the way you think. Jinsi ambavyo unafikiri. Ukibadilisha namna kufikiri, maana yake unaruhusu kuingia majira mapya. Maana yake mbele yako kuna majira mapya. Kwa yale ambayo ni ya zamani uache yafikiri. Kwa unapoona sasa ya kwamba mitazamo ya vitu inaanza kubadilika, you got to know it, ya kwamba there is a new season before you. Hoja ya pili, kama ishara ambayo ndakwenda na hiyo, ila tofauti, ni kwamba ili kupasuka au kuvunjika kwa vitu vya zamani. Kupasuka au kuvunjika kwa vitu vya zamani. Hii ya kwanza ni sana katika eneo la ufahamu. Sasa hii ya pili, kuna vitu vinavunjika, mtu wa Mungu. Kuna vitu unapoanza kuona vinavunjika, unapoanza kuona vinatoka kabisa, unapoanza kuona vinapasuka, ujue ni moja ya ishara ya kwamba kuna majira mapya mbele yako. Kuna watu mahusiano yanaanza kuvunjika kabisa, mpendo, ulikuwa unayaombea vizuri. You were so serious. In fact, there is no anything bad happened. Hakuna kibaya kilichotokea. Bali inatokea tu ile jamani na kutafuta kama ni biti, nakwambia from today onwards you got to focus on your own. Ile boy na hapa asubuhi kibiti kimetuma SMS kwamba kuanzia leo yaishia hapo. Kuna muda hiyo inakuwa ni ishara ya mtu kuingia kwenye msimu mpya, kwenye majira mapya, kwa sababu moja kitu ambacho Mungu anafanya, hii ni siri nikusaidia nikupe. Mungu ana tabia ya kuvunja vitu ili kujenga vitu upya. Kuna vitu ili Mungu ajenge upya, ili amlete mtu kwenye wakati mwingine, huwa anavivunja. Ngoja nikusomee Yohana sura ya 15 mstari wa 2, maybe utaelewa. Anasema kila tawi ndani yangu lisilozaa uliondoa, na kila tawi lizalo ulisafisha ili lizidi kuzaa. Yasiyozaa Mungu anayaondoa, mtu wa Mungu. Ndio maana wengine wanalazimika waache kazi zao, wengine wanalazimika kwenye mfumo fulani wa huduma watoke. Huwa vitu vinavunjwa ili kitu kipya kije. Anasema kila tawi lisilozaa uliondoa.
hayo mahusiano ulikuwa unayapenda, kuna muda anaanza kuvunjika. Kwa maana waka ni muhimu. Wengine wanawashauri, kuna vitu kabla hujaanza kulalamika ya kwamba kwa nini kimefanyika hivi, kwa nini hiki kimetoka, kwa nini aina ya watu hivi Mungu amewatoa, kwa nini kuna kitu fulani kimekaa hivi, kwa nini, kabla hujaanza kulalamika na kupiga hizo fujo kwamba kwa nini hili limetoka, hili jamani nilikuwa nalipenda sana limetoka, imekwaje? Kuna wakati usilalamike, mshukuru Mungu kwa sababu amekuandalia msimu mpya. Know me without no throne, without your cross, there will be no sacrifice without your blood. Unakumbuka kwenye Ayubu sura ya 14 ukianzia mstari wa 7 hadi 9, pale katikati tunaona anazungumza, anasema kwa maana kuna tumaini kwa mti. Kuna tumaini kwa mti, ambacho inamaanisha kwamba kuna majira mapya ambayo huwa yapo kwenye mti tena, ya kwamba mti utachipuka tena. Haleluya, majira mapya. Mwalimu Francis Ngula ilifika hatua akawa anatamani tu aache kazi. Kumbe ni Mungu alikuwa anamleta kwenye majira mapya. Akakosa amani kabisa kwenda kufanya kazi. Tena alikuwa Somalia kabisa, kazi nzuri kwenye mashirika Umoja wa Mataifa akaacha. Walimwakasege the same na wengine wengi ambao labda unawajua habari zao. Nini? Kwa sababu majira mapya yanapoanza kutangazwa, kuna vitu huwa vinavunjwa, kuna vitu huwa vinapasuka. Sio kwa sababu mtu amekosea, sio kwa sababu mtu ametenda dhambi, hapana, kwa sababu Mungu anataka kitu. Babangu wa kiroho Bishop Andrew Zakaria amekuja kwa ushuhuda kwamba kuna kipindi wakati Mungu anamtengenezea majira mapya kwenye huduma, aling'ang'ania biashara. Sasa Mungu aliforce yayo majira mapya kwake. Akaagiza mzigo mkubwa sana, ndani ilikuwa ni wa mitumba, mabalo yakaja mengi. Anasema ameyaweka hivi ndani ya muda mchache tu, siku chache sana ameyaweka store. Mchwa walianza kuitoka chini, wakaanza kula kupanda hadi juu. Wanafungua hivyo, wanayatoa, wanakuta mchwa umetaangua, ziuziki zote zimeliwa na mchwa. Yaani mtu alikuwa anapita ni kama walikuwa wanapita wanazunguka mle, ni kama wanahakisha kila nguo imeguswa, hapati chochote. Wakati mpya ulikuwa unatafuta, kwa sababu ni utaratibu wa Mungu kabisa kuvunja baadhi ya vitu ili kujenga vitu vipya. Ishara ya tatu, no throne without your cross, there will be no sacrifice without your blood. Malabahande elebehuse valagares. Hii imeandikwa, mtu anaanza kupata maagizo mapya kwenye mabano kwa wale ambao ndio wameokoka, wanaitwa sasa kwenye kusudi fulani, wanaanza kuitwa maagizo mapya. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 12 kuanzia mstari wa kwanza hadi wapi, unamuona mtu mmoja anaitwa Ibrahim, the father of faith, baba wa imani, jitu la Mungu, baba wa imani Ibrahim. Maana kama Mungu alimuita Ibrahim kutoka nchi yake. Kwa watu wao wanaitwa, Mungu anaanza kuwaita watu hapo. Sasa Mungu anapomuingiza mtu kwenye majira mapya, huanza kupa maono mapya, mitazamo mipya. Akamwinua Ibrahim, akamwambia Ibrahim, inua kichwa chako na utazame. As long as your eyes can see, that I will give to you. You will have it, you will possess it. It got to be yours. Vinakuwa vya kwako. Kwa hiyo Ibrahim akainua macho akatazama. Abe, kadri macho yako yatakavyoona ndivyo utakavyochukua. Kadri utakavyoona ndivyo utakavyochukua, ndivyo utakavyomiliki. Anaanza kupewa maono mapya, na ni pale anakuwa pia na maagizo ambayo ameyapata. Anamwambia Ibrahim, toka katika hiyo nchi ya baba yako mpaka ile nchi
nitakayokuagiza. Toka hapo Ibrahim, toka. Na Mungu alikwambia, kuna muda Mungu anakuambia utoke mahali fulani ulipo. Unapoona vitu hivi, elewa ni ishara ya majira mapya. Mwingine wala sio lazima iwe hivyo uone sio maono na neno. Yanakuja maelekezo fulani. Unashangaa kama kuna maagizo yanakuja kwako. Bwana kusomea Matendo ya Mitume sura ya 13 labda utanielewa. There be no sacrifice without your blood. All this you did for me, know me without. Mstari wa pili, Matendo ya Mitume kwenye sura ya 13. Asema basi hawa walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Nitengeeni Barnaba na Sauli. Sikiliza, hala yao walikuwepo. Wamekaa na wengine wanaendelea kuomba pale Yerusalemu, wamekaa vizuri, wamefurahia. Walikuwa wamekaa huko wanaomba. Kwa Yerusalemu pale lilikuwa ni Antiokia. Wamekaa kule, walikuwa wengi, wakina Nigeri kule. Walikuwa kule wakina Simeon, ndio wakina Nigeri wengi, wakina Mkilene kule. Walikuwa watu wengi, wakina Eukio, walikuwa wengi, wakina Lukio. There were so many pray. Lakini kwa sababu ya majira mapya kwa Barnaba na Sauli, Roho Mtakatifu akatoa maagizo, asema nitengeeni hao. Nitengeeni hao. Wakawatenga. Kilichofuata pale mbele, unajua kazi ilihubiriwa, injili ilienda kwa kasi sana. Barnaba na Sauli ambaye ndio Paulo. Sema nitengeni Barnaba na Paulo. Nitengeni. Kwa kuna wakati maelekezo yatakuja, sio lazima kwako yaje ya hivi. Kuna Roho Mtakatifu anakuambia niongezee muda wa maombi. Wakati wa uamsho wa Azusa miaka 1905 na 1906, kabla uamsho wa Azusa hujatokea ambao ulipelekea uamsho dunia nzima, ile kitu wale jamaa walikuwa wanaomba masaa saba kila siku. Roho Mtakatifu akawaambia niongezeni masaa mawili tu, mawili. Wakaongeza masaa mawili. They never knew ya kwamba kuna majira mapya pale mbele. Walipoongeza masaa 9 kila siku, kwa hiyo ilikuwa ni maagizo wasijue. Walikuwa wanakaribisha msimu mpya wa uamsho uliotikisa kuanzia mtaa wa Azusa, Los Angeles, Marekani, mpaka dunia yote. Na ndio Tanzania wakaja kina Podeli wakapitia Mbeya hapa, uamsho wa kanisa. Nini maagizo mapya? Mwingine anaambiwa ongeza muda wa kusoma neno. Mwingine anaambiwa fanya kitu fulani. Mwingine anaambiwa andaa ibada. Kwa sababu kumbe ukiandaa ibada kuna msimu mpya pale kwa sababu kuna msimu mpya. Kwa hiyo unakuta kuna kitu mtu akifanya kinaleta majira mapya. Lakini ni nini ishara ya hayo majira mapya? Ni hayo maelekezo. Maana wanasema kutii ni bora kuliko dhabihu. Alafu kwenye Isaya 1:19, if I'm not mistaken, anazungumza kitu, anasema habari ya kutii, ya kwamba mtu akitii atakula mema ya nchi. Maana yake mtu akiyatii maagizo ataingia majira mapya. No me without. Ishara ya 4, ufunuo mpya wa neno la Mungu. Kuna ufunuo mpya wa neno la Mungu ambao huwa anaachilia Mungu kwa watu. Sio lazima iwe kwa kila mtu, ila angalau wengi huwa Mungu anaachilia ufunuo wa neno lake kwao. Know me without. Mungu anaachilia ufunuo wa watu. Mtu hapo huwa anaanza kupata namna ya picha ya vitu akiwa anasoma maandiko. Hii unapata kujua kitu kupitia maandiko.
kupitia neno la Mungu. Unajua Bible kwenye Zaburi 119 mstari wa 105 anasema neno lako ni taa miguu yangu na mwangaza wa njia zangu. Ni hapa utaanza kusoma neno la Mungu, unaanza kuona kama taa kweli linamulika palipo na giza. Mfano mtu anaumwa alafu suddenly andiko linakuja kwamba kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Hii kitu inaashiria kwamba huyu mtu anaingia kwenye msimu mpya wa afya ya utele, kwenye afya ya kiungu, anakaribishwa kwenye afya ya kiungu. Kwa yanaletwa mafunuo anapokuwa kwenye neno. Sio lazima wewe unasoma neno. Sometimes you may be in your prayer room. When you are praying and now a revelation comes in your mind, and then you get it, you grab it, inakuwa ya kwako. Know me without you, no throne without your cross, and there'll be no sacrifice without your blood. All this you did for Kabahase Mandura Bahashkilia. Unaweza kuwa umesoma andiko muda mrefu, umesoma Yeremia 33:3. Umesoma muda mwingi karibu kila siku, but one day umetulia hivi, inakuja halisi ya kwamba niite na mimi nitakuitikia, nami nakusema mambo makubwa na magumu usiyojua. Kutokana na hali inayoendelea unaelewa kabisa Mungu ameniambia kitu. Unapata ufunuo wa kwamba Mungu hii hali inaondoka. Umesoma andiko kabisa uko na andiko limeandikwa ya kwamba nuru imeng'aa gizani wala giza halikuiweza. Yes, that's good, you know about it. But kuna muda unatulia hivi, ile andiko linakuja hivi linakuletea kitu halisi. Nimeandika kitabu kinaitwa Lema, neno funuliwa. You have to read it. Ndicho ambacho namaanisha kwenye eneo hili. Neno linafunuliwa kwako. Lema ni neno la Mungu ambalo linafunuliwa kwa mtu kwa majira husika, kutokana na hali husika ya mtu au ya eneo hilo. Mtu anaumwa, neno linakuja kwa ajili ya kumtoa kwenye uponyaji. Mtu anapewa kwenye kipindi ambacho yuko dilema, ajue apite wapi, ajue afanye nini, linakuja neno limebeba maelekezo ya kumsaidia kupita kwenye ile eneo. Neno linakuja, neno linakuja. No throne without your cross, and there'll be no sacrifice without your blood. Manda baseke polagashi zelima makande bedagashi bidiakas harene mesumi katalalande elelema shadahaskadia. Kwa unapoanza kuona ufunuo, mafunuo yanakuja ya neno, anza kuelewa kwamba ni ishara mojawapo ya kwamba mwana wa Mungu kuna majira mapya. Kuna majira mapya. Kuna majira mapya mbele yako. Kuna majira mapya. Kuna majira mapya. Know me without. Ishara ya 5, kiu ya ndani ya mabadiliko. Kuna watu ili wajue kama wanaenda kwenye majira mapya, moja ya ishara kwao huwa ni kiu ya ndani ya mabadiliko. Kuna kitu, kuna shauku huwa inakuja ndani ya mtu ambayo inatengeneza namna ya mtu kutamani mabadiliko. Hasa hapo hujahubiriwa na mtu, but kuna maisha yako unayatazama, haiwezi kawa hivi. Shauku, kiu ya ndani ya mabadiliko, kiu ya ndani ya mabadiliko. Wakati mwingine huwa inazaliwa na neno la Mungu. Ndio maana kwenye Yeremia 47:7 anasema mtu awezaje kutulia kiwa ana agizo? Wawezaje kutulia kwa umepewa agizo? Agizo ni wakati mpya. Ngoja nikusomee kitu hapo unielewe. Matebro nezavakita helemena dubia kosh. Kwa sababu agizo kwa majira mapya huwa yanatangazwa na Mungu. Mungu akishasema ni majira mapya, kuna hali itaanza kusumbua ndani ya shauku ya kitu fulani kibadilike. Isaya 55:11, nimekumbuka neno moja hapa.
ya kwamba neno la Bwana likija huwa halirudi bure. Anasema ndivyo litakavyokuwa neno langu. Anasema ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu. Shadebela haske velamande. Anasema halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale ya niliyolituma. Neno huwa linatumwa litimize ajenda fulani. Kwa hiyo likitumwa kutimiza ajenda fulani, kuna muda mtu ametulia hivi, hajahubiriwa, hajasikia, hajaona maono, ila anatazama kitu, haiwezekani huduma iendelee kuwa hivi. Ninahubiri watu wanielewe, ninahubiri watu wanisikilize. Unajua kuna wakati ni watu, kuna muda mtu unafanya kitu na mbona matokeo hapana, unaanza kupata kiu ya badiliko ndani. Kuna muda unatuliona haya maisha haitakiwi, mbona dhambi inanisumbua hivi, unasema mbona dhambi inanisumbua, unasema haya maisha haitakiwi, unaanza kutamani ndani kubadilika. Mbona hivi kwenye masomo, unatamani ndani kubadilika. Mbona hivi kwenye familia, hapana haiwezekani kuwa hivi, mbona familia za vile zinakuwa. Wewe unatulia, unaangalia vitu, unaanza kuviona kwamba havitakiwi kuwa katika namna hiyo. You come up with a new idea kwamba you got to change it. And I am here before you to tell you, when you see it, anza kuelewa ya kwamba there is a new season before you. Kuna majira mapya, kuna majira mapya kabisa. There is a new season before you. Kiu ya badiliko, kiu ya badiliko, kiu ya badiliko. Ndani unaanza kusikia vitu kama vitabadilika, havitakiwi vikae hivi. Unajua kusoma kule kwenye Kumbukumbu la Torati sura ya 2 mstari wa 3, Mungu aliwaambia, aliwachallenge wana wa Israeli, mmezunguka sana. Lugha aliyotumia kule anasema mmekaa hapa muda mwingi, mmekaa hapa muda mwingi. Ile kitu inaleta kiu ndani yake ya kwamba hapana, haitakiwi kuendelea kuwa hivi, haitakiwi kuendelea kuwa hivi, haitakiwi kuendelea kuwa hivi. Unaanza kutamani kubadilika. Unapoanza kuna kitu hautamani kiendelee kwa katika jinsi hiyo, anza kuelewa, anza kuelewa kwamba ni moja ya ishara ya kuingia majira mapya. Mwingine hiyo kiu inapokuja, inakuja na maelekezo ya kumsaidia ajifunze kitu fulani muda huo. Na mtu mmoja hili kama wiki ya pili, sijui kama yeye anaelewa, kwa sababu atasikiliza hii ataelewa. Anakuwa sana kwa habari ya imani. Karibu kila mada mnayozungumza anaenda kwenye eneo la imani, la imani. Anataka kujua sana kwenye eneo la imani. Ni kwa sababu Roho Mtakatifu anapoacha hiyo kitu inapokuja ndani, kama unatamani kubadilika, inakuja na vitu fulani fulani vya kufanya. Mwingine ikija hivyo anatamani ongeze maombi, mwingine ikija hivyo anatamani ongeze kusoma neno, mwingine ikija hivyo anatamani aongeze sana kwenda ibadani, aongeze ratiba za kwenda ibadani, aongeze kwenda kwenye mikesha, mwingine ikija hivyo anatamani ongeze kusoma vitabu. Huyu yeye pamoja na kutamani hilo badiliko ambalo labda yeye anahitaji eneo fulani, sijui eneo gani, lakini anajikuta anataka kujua sana kwenye eneo la imani. Ndi kwa sababu majira mapya yako mbele yake, kama tu ataelewa. Majira mapya yako mbele yake kabisa, yako mbele yake. Mwingine hiyo kiu inapokuja ndani yake ya badiliko, inabeba sana, atamani kujifunza labda kuhusu uponyaji, kwa sababu labda hapo mbele kuna kitu cha uponyaji kinakwenda kutokea, labda ni kwake au Mungu anakwenda kumtumia hapo mbele. Mimi ni mnufaika wa hiyo kitu. Kwa mimi nikaanza kusikia badiliko fulani kama ninaelewa, naanza kusense kwamba kuna kitu hapo mbele, kuna kitu. Kwa kama ni kwenye mifungo labda naongeza, yes I do, lakini labda naongeza kwa watu fulani. Au sawa na kile ambacho anakuwa amesema, maelekezo yanaambatana na nini?
hiyo kiu ya badiliko inakuja imebeba sauti gani ya agizo? Know me without no throne, without your cross, there will be no sacrifice without your blood. All this you did for me. Know me without makana masuda bahande branda katashi. Hoja ya 6, ishara ya 6, kuibuka kwa fursa mpya. Kuibuka kwa fursa mpya. Kuna fursa mpya huwa zinaibuka, na zinapoibuka kwa mtu inakuwa ni ishara ya kwamba amekaribia au anaendea majira mapya. Kuibuka kwa fursa mpya. Kuibuka kwa fursa mpya. Kuna milango Mungu anaanza kuifungua kwa mtu. Fursa ni milango pia. Milango fulani, milango mipya ambayo mwanzoni yamkini haikuwa hapo kabisa. Milango yakati sio ya kawaida. Milango ambayo yamkini mtu hakuwa na kusudi kabisa kwamba itakuja. Hakuwa na mategemeo nayo. Ila hiyo milango Mungu anaanza kuifungua, ambayo inaendana na kusudi fulani la kimaisha, kusudi fulani la kimungu, au agenda ya muda huo, au inakuwa ni milango ambayo inafanana na wakati mpya ambao unauendea. Tunataka kusoma kwenye Ufunuo sura ile ya 3 mstari wa 8. There will be no sacrifice without your blood. All this you did for me. Lakana masubre lila bahande radabahash. Ufunuo 3:8 nasema hivi: nayajua matendo yako. Tazama, nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, ambao hapana awezaye kuufunga. Kwa kuwa, sikiliza, kwa kuwa unazo nguvu kidogo, nawe umelitunza neno langu. Milango inafunguka kwa sababu mtu amelitunza neno la Mungu. Nisema kusema hivi, ndio anasema ulitunza neno lake apate kuponya. Maana kabla majira mapya Mungu anatanguliza neno. Kwa sababu mtu ameelewa, amegrab neno la Mungu, amelishikilia, milango inafunguka. Kwa milango huwa ni moja pia ishara. Hala katabahande sefla kilash. Kwa anazungumza, anasema milango, anasema nimekupa milango. Amini mlango uliofunguliwa mbele yako, ambao hapana wezaye kuufunga. Kwa kuwa unazo nguvu kidogo. Sikiza, kwa kuwa unazo nguvu kidogo. Maana kuna msimu huyu mtu amekuwa nayo, amekuwa wakuwa chini katika hali fulani duni. Nguvu kidogo kwenye huduma, nguvu kidogo. Kwa kuwa una nguvu kidogo kwenye huduma, kwa kuwa una nguvu kidogo kwenye masomo, kwa kuwa una nguvu kidogo kwenye uchumi, kwa kuwa una nguvu kidogo, nimefungua mlango mbele yako. Anasema nawe umelitunza neno langu, umeliheshimu, umeelewa, umejua kwamba ni nyakati hizi za majira mapya. Ndicho ambacho namaanisha. Wala ukulikana jina langu. Haleluya. Wala ukulikana jina langu, wala ukutupa. Maana yake heshima yangu umeendelea kuishikilia. Kwa sababu hiyo nimeutangaza wakati mpya kwako, kwa kuifungua milango na kuiacha milango iwe wazi. Fursa zinaweza kufunguka. Kuna fursa huwa zinafunguka kwenye maisha ya mtu. Ulikuwa umekaa muda fulani, kuna vitu fulani ilikuwa ni ngumu kuvipata, ngumu kuwa navyo, ngumu kuvipata, ngumu kabisa, ngumu mpendwa, ni ngumu, ilikuwa ngumu. You really struggle to get vitu fulani. Ulipambana upate aina ya vitu, ulipambana, yes, ulihasa. But you know what? Inafika point
milango ile inafunguka. Ilikuwa kupata kiasi fulani cha pesa ni ngumu, milango inafunguka unapata kwa wepesi. Ilikuwa kupata vitu fulani ni ngumu, ilikuwa kuvuka kwa fulani ni ngumu, ila milango inafunguka. Fursa zinafunguka kabisa. Ukisoma kwenye Korinto wa kwanza, know me without your cross, there will be no sacrifice without your blood. Kwa ile sura ya 16 wa Korinto wa kwanza, unaona habari za kina Paulo. Paulo alizungumza lugha nzuri pale, I like it. Anasema kwa maana mlango mkubwa umefunguliwa. Unajua kuna wakati alipambana kupata fursa fulani ya kwenye swala la huduma, ikawa ngumu, lakini kuna wakati unafika mlango mkubwa unafunguliwa. Nilikwambia wakati za God of second chances, but lily of second opportunities. Now anaanza kuleta fursa kwa opportunity, anazileta kwako. Opportunity anazileta kwako, ndio umekimbia. Opportunity anazileta kwako, fursa. Ulikuwa uwezi kufanya vitu fulani, fursa za kufanya vitu fulani unashangaa hizo zinakuja. Kwa kitu ulikuwa utegemea, unaanza kushangaa fursa fulani zinafunguka. Sasa leo hili lakuwa makini, kwa sababu nabii yeye akianza kusensa hata kwanza kutetea fursa zake. Nazungumzia fursa za kimungu, zungumzia fursa za adui. Hata mjinga mwingine atasema alikuwa anataka kuoa binti, anaanza kujileta kwake, anasema ni fursa. Sema fursa hii mbuzi anafia kwa muuza bucha. Hapana, usije kufanya ujinga, mtu wa Mungu. Hiyo sio fursa ambayo unataka kujiua. Fursa kwenye mambo ya kimungu, fursa zile ambazo ni za Mungu, ambazo zinatimiza mapenzi ya Mungu. Fursa. There will be no sacrifice without. Lele makambi za susebenegadash. Nataka tuombe angalau dakika 3-5. Alafu utaendelea kuomba tu mahali hapo ulipo. Hizi zingine nitazimalizia audio zinazofuata. All this beautiful. Maana yake kama fursa inaweza kasogea kwa mtu, na mtu akiimisi, akiipoteza hiyo fursa, it may take a lot of years kuipata tena hiyo fursa. Naipenda mfano wa Yakobo. Maandiko yanasema neno la Mungu lafaa kwa mafundisho. Limeandikwa tujifunze. Yakobo alimisi mara moja, akaja kuipata fursa tena baada ya miaka zaidi ya 14 mbele. Mtu wa Mungu, hivi tu ni serious. Ndio maana tangu mwanzo nimeanza mapema kabisa, tuanza kuomba kwamba Mungu nisaidie, fungua akili yangu. Hiyo ni jambo muhimu sana, ili uweze kujua, sababu fursa ikija hapo ikapita, sometimes inaweza sirudi tena. Ngoja nisaidie kitu ni hivi. Mungu anakuachia fursa fulani, anaachia, ni kweli inaonekana ni kwa ajili yako, ila ukweli sio kwa ajili yako, ni kwa ajili yake na watu wake. Alafu unakuwa mnufaika watatu, japo unaweza kunufaika zaidi ya mnufaika wa pili ambao ni watu. Ila kila ambacho Mungu anafanya, hata kusamehe watu, kwa Zaburi anasema huwa anawasamehe watu kwa ajili yake mwenyewe. Kwa kila kitu wanafanya ni kwa agenda ya kwa ajili yake yeye Mungu. Alafu pili, watu wake. Tatu, wewe. Sasa kama ndivyo anafanya, maana yake ikwambia akikusudia, akiachia fursa ya msimu fulani mwezi wa 12, maana yake amekusudia kufanya kitu fulani kwa ajili yake mwezi wa 12 na kwa ajili ya watu wake mwezi wa 12. Ukifeli atawapa watu wengine hicho kitu. Ndio maana kuna wakati unataka kufanya kitu fulani, unaposhindwa kufanya kwa wakati, anahamisha na wapa wengine, wanashangaa wanakifanya. Mimi nimewahi kuumia, ilikuwa 2022 nimerudi nyumbani. Roho Mtakatifu akaniambia niandae somo fulani. Wiki nzima ananihimiza kuliandaa hilo somo. Sikuliandaa. Wiki iliyofuata nikapewa kuhudumu kanisani. Msisitizo ukawa ni kwenye lile somo. Nikashindwa kuelewa ile kitu.
nikaufundisha ndio, lakini kwa juu nikagusa vitu vingine, sikuligusa sana. Wiki iliyofuata mchungaji amesimama kufundisha, akafundisha somo lile ambalo Mtakatifu alinifundisha, ambayo nataka nilifundishe kwa watu wake, ila nilimisi ile fursa. Na kuhakikishia ilinichukua muda. In fact kwangu haikurudi kufundisha somo lile, ila ilinichukua muda kupata fursa tena kusimama pale mbele za watu kwa eneo lile. Sasa hiyo ni kwa mimi, lakini nilielewa kwamba okay, nimekosea. Nikaanza kuomba leo, kwa sababu ukikosea fursa ya mwingine unapozungumza unaelewa kwamba kuna fursa zimeshapita tayari, kuna vitu, kuna ishara fulani zimeshapita mbele yako au kuzitambua, ulikuwa labda haujui, ndio umenisikia hapa umejua. The best way ya kurudisha kitu ni kuomba rehema mbele za Mungu na kumng'ang'ania Mungu. Yakobo ile awamu ya pili alikutana, akasema malaika, sikuachi. Akamng'ang'ania akasema sikuachi. Nataka mwambie Roho Mtakatifu kama kuna fursa imeshapita, mwambie sikuachi. Unaomba rehema, Mungu nisamehe, kwa sababu rehema zasaidia Mungu anafanya kitu tena kwa watu. Anarejeza vitu watu wanaposhuka chini kwa leo. Anasema ikiwa watu wangu watajinyenyekeza, anasema nitaiponya nchi. Maana ataruhusu majina mengine tena katika jina la Yesu. Lakini pia kuna umuhimu kuendelea kuomba macho yako yawe yanaona vizuri mtu wa Mungu. Mungu akiachilia kitu kwako anaweza siongee, ila akaleta wazo. Ile wazo likija, kama hauna namna ya kutambua vitu katika roho, if you don't have a discerning spirit, roho ya utambuzi katika nuru, huwezi kuelewa. Unaweza kujikuta una miss kitu fulani. Si unaweza kuomba muda huu kumwambia Roho Mtakatifu nisaidie. Kumwambia Roho Mtakatifu nipe kuyajua majina. Kumwambia Roho Mtakatifu unapoonyesha ishara hizi nipe kuelewa. Kumwambia Roho Mtakatifu unapoonyesha nipe kujua. Manaka na masumi kete brande. Badumi adabahush. Lezumi arakatabahande geshimi yakata. Ndo wanze kuomba hiyo, mwambie Roho Mtakatifu. Ndo wanze kumwita hivyo, mwambie Baba. Mwingine tayari umeanza kusikia mzigo ndani ya kitu fulani. Ndio hatua hiyo mpenda tangazo hivyo kwako. You got to cry before him. Mwambie Mungu, hapana, nilimisi kipindi kile, sasa hivi sitaki kumisi tena. Nilimisi majira yale, sasa hivi sitaki kumisi tena. Nilipoteza msimu ule, sasa hivi kupoteza tena muda huo. Kuna kipindi uliachilia kwangu, sasa hivi hapana. Manda kukutala mashiki dibiguzata elebenande brokotoshia manahasketia ligo suvalakatia mashiate dekuni ala mamashiatende rapaka kadumi kasuse inamokoto rapapashia gadabayande. Umwambie Bwana akusaidie, umwambie Bwana akusaidie. Wakati mwingine unaona kabisa macho yangu bado hayajaanza kuona, kwa sababu ile kairos moment inapokuja inahitaji watu wenye akili kama wana wa Isakari, wenye akili za kuyatambua yale majira, kuzijua nyakati na kujua mambo ya pasayo kutenda. Paulo aliombea kanisa la Korinto akasema, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru ili mpate kuona macho ya mioyo. Anazungumzia the eyes of your understanding, macho ya akili yako yapate kuona. You got to cry before him. Lazima uombe mbele, Baba, hiki kitu lazima niwe naona tena, ili majira yanaposogea asije yakadipita. Kuna muda Mungu anakuambia fanya kitu fulani leo, anakuambia uanze kitu fulani leo. Ukipoteza kitu hicho, kija kufanya wakati mwingine uwezo kuona matokeo kama yale ambayo ungefanya ule muda ambao alikwambia ufanye. Alikwambia utende leo, ukapoteza huo muda, ukaja kufanya wakati mwingine. Ni kweli umefanya kitu kile, lakini sio kwa wakati ambao unatakiwa. Umefanya nje na majira ambayo yalikuwa yameamuliwa. Unakuwa umefanya nje na wakati ambao ulikuwa umekusudiwa na Mungu mwenyewe. Malabaka na masumbi katabahashke dia ila masuta kashiade raplena sumi katashia adorines kapapapashia mahata lesunda bronde liga bashele lebihasko bekuta palakatia mashata lekete berakata shata palagadesko dila madorines
Malama sheli babonde bragadabayas. Obedi nasubi elemena kata asali bagasondia rapronde adumi yatabakuskata de pepe kakasia mahata raponi kakakasuse edole Salemena monde bradanda liga sonda brata sitamisi muda bongo kusudia sitatengana na majira ambayo nataka niyaingie alamande brokoto shata familia inapotaka kuingia majira mapya yamkini mimi ndio lango na wao kuingia majira mapya alama kampese bila gashanda era pakaka tulia sedebe bila gashata yamkini kuna marafiki zangu ambao watamani wao badilike na wakati unaanza kutangaza kupitia maisha haya baba haitakosewa adoni takakasia bahata shalabalanga desko brakida maronda paya legede mesiana rondo kosakita enebena kunta sanda ila makumbi saveligada amabala sheliga susi aprone amama mosimi de heta denuke akofika daske lode Mana Sabena Adubekele asumi katashia de Avele